Yakobo, kwa nini kila siku unang'ang'ania mwanamke ambaye hakutaki? Tatizo mimi nampenda. Stop making noise. Na ya nini minong'ono wakati mwalimu yupo mbele yenu? Wizi mmeanza dharau na makuzi. Kipi kiwafanyacho mpige kelele mbele yangu? Bwana huyu, tulia, acha nichambe. Huyu Yakobo analilia mapenzi, yaani mwanamke hamtaki, yeye anang'ang'ania king'ang'a. Sulubu sulubu sulubu, yaani anajikuta yeye Sharkani. Yakobo, sura yako haifananishi na matendo yako. Unaumizwa na mapenzi? Makweli mapenzi hisia, tikisa kichwa kidogo. Yuda, pongezi kwa taarifa hizi nzuri ili tumuokoe kwenye janga. Mapenzi ni kiini kidogo kwenye macho, na sumu ya penzi ukishailamba hata kwa maziwa huwezi kupona. Siku zote mwanamke hajui anataka nini. Mwanamke haelewi kitu gani apewe, kitu gani hataki. Kimpa pesa atakuona wewe ni boya, honga honga. Usipompa atakuita bahiri. Ukiwa bize na kazi atakuona humjali. Ukiwa huna kazi unamjali, anakuona jobless. Una kazi muda wote unataka maswala. Na kwenye maandiko umeambiwa ni kuishi na mwanamke uishi naye kwa akili. Kwani ni nani aliyemnyoa nywele Samsoni kwa sababu ya posho? Ni mwanamke. Na ni nani aliyemshauri Adamu kula tunda? Bwana, ni mwanamke. Na ni nani aliyemsingizia Nabii Yusuf amebaka? Ni mwanamke. Mwanamke ishi naye kwa akili. Bwana, ona wanasema kwenye mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke nyuma yake. Mwanamke huyo ni bi mkubwa, ni mama, ni bimdashi, au wengine ishi nao kwa akili. Waachane na hayo. Leo tutakuwa na mtoko, kuna safari, kuna sehemu inabidi twende. Kwa maana mguu wa kutoka haufananishi na kubaki ndani. Elimu ya mtani tulosoma sio ya darasani. Mwenzetu akifanikiwa hata kiwa Yuda lazima shelewe hekaluni. Shabali. Ni nini kinachoendelea pale? Bwana, pale unakula mboko alafu napewa mtonyo. Asiende yote kati yenu. Tulia. Ungenipa hela kwanza ndo mambo yaendelee. Pesa eh? Hiyo hamna shida. Kama takuni wenzako wanahitaji pesa kama wewe. Bali wewe hizi hela unatoa mfukoni kwako? Mbona
Kuna watu wanahitaji pesa kama wewe, fanya haraka. Una hasira kali. Bwana, naomba uniokoe. Asiende yoyote. Mwanakulifind, mwanakuligeti. Mpigeni mpaka anye huyo. Tabaji. Emmanueli ametutendea. Nani? Emmanueli ametutendea. Oh, Emmanueli ametutendea. Hiyo zama zangu. Emmanueli ametutendea. Ametutendea. Sio Emmanueli, ni Emmanuel. Wote Emmanuel. Emmanuel. Wote Emmanuel ametutendea. Ametutendea. Nani? Emmanuel ametutendea. Nani? Emmanuel. Yuda na Matayo. Ni Emmanuel. Semeni Emmanuel. Emmanuel. Le. Nani? Emmanuel. Kuna kitu nakihitaji amkisemi. Le. Emmanuel. Emmanuel ametutendea. Emmanuel ametutendea. Asante. Katika siku ambayo nimefurahi ni leo. Imenikumbusha mbali sana. Kitambo. TBT. Wanafunzi wengine wako wapi? Bwana, wameondoka, hawajarudi toka walivyoenda kuvua. Sio swala. Kipindi cha jioni cha leo nitaendelea na ninyi. Kipindi cha leo ni maswali na majibu. Karibuni. Kuna kitu kilikuwa kinatutatiza hapa, mimi na ndugu yangu Matayo. Eti zamani walikuwa wanasema ukinyoshea kidole kaburi usipoking'ata basi dole linaumuka humu. Mara ukikalia majifya unatoka majipu kwenye maswala. Mara sijui ukiona yange unafanya hivi unapewa kucha nyeupe na mengine. Bwana, wahenga walikuwa wanasema ukichezea moto utajikojolea kitandani. Na vile vile ukimcheka mlemavu utapata mtoto mlemavu pia. Maswali yenu ni mazuri. Wahenga walikuwa na maana kuambia hivyo. Kianza ni swala la kukalia majifya utaota majifu. Walisema hivyo ili kuwalinda watoto wasije wakaungua na majifya ya moto. Sema kunyosha kidole kwenye kaburi mpaka uking'ate, walikuwa wanaogopesha ili msije mkavunja heshima kuonyesha vidole makaburini. Na hata kuwacheka walemavu walifanya hivyo ili kuwalinda walemavu msije mkawacheka wakajisikia vibaya, kwa maana si tabia nzuri. Kuchezea moto usiku waliwalinda ili msiungue, na sio kama ukichezea moto utakuwa kikojozi kindumbwe chalia. Tuseme walikuwa na janja. Ila kwa sasa wahenga waamini macho yao. Emmanuel ametutendea. Nani? Emmanuel. Yaani hapa pige hela zangu nipige mitonyo niingie juu. Mamkali ina maana. Leo nimefunga kwenda kia. Yule mbona kama Yuda? Yeye
Kama si yeye atakuwa nani? Twende. Watu wa hapa sio wabaili. Hapa nitakuwa nakuja kila masaa, kila wakati. Yuda, unafanya nini barabarani muda wa ibada? Bwana, nimekuja kuchangisha hela za ujenzi wa hekalu. Nakutuma Kujiongeza. tatizo lako, unapenda kujamulia mambo, endekeza tamaa, utakuwa kama akina anko fulani, akina anko Kidengi. Kaza lete hizo posho. Tamaa ilimponza pisi. Sababu nakumaini toa kibunda hiko kwa zote akisha tamaa, utakuwa kama akina anko Kidengi. Toa pesa zote Yuda. Uje tena kuombaomba lodi. Nakumaini. Allah. Allah.